بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ewe nabii, mche Mwenyezi Mungu wala usiwatii makafiri na wanafiki. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Nafuata uliofunuliwa kwa wahi kutokana na Mola wako mlezi. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari ya mnayoyatenda. Na mtegemee Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Mwenyezi Mungu hakumwekea mtu yeyote kuwa ana nyoyo mbili ndani ya mwili wake, wala hakuwafanya wake zenu ambao mnawalinganisha migongo yao na migongo ya mama zenu kuwa ni mama zenu, wala hakuwafanya watoto wenu wa kupanga kuwa ni wana wenu hasa. Hayo ni maneno ya vinywa vyenu tu, na Mwenyezi Mungu ndiye anayesema kweli, naye ndiye anayeongoa njia. Waiteni kwa baba zao, maana huo ndio uadilifu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hamwajui baba zao, basi ni ndugu zenu katika dini na rafiki zenu, wala si lawama juu yenu kwa mlivyokosea, lakini ipo lawama katika yale ziliyofanya nyoyo zenu kwa makusudi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Nabii ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake ni mama zao, na jamaa ni karibu wao kwa wao katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kuliko waumini wengine na wahamiaji, ila muwe mnawafanyia wema marafiki zenu. Haya yamekwisha andikwa kitabuni. Na tulipochukua ahadi kwa manabii na kwako wewe na Nuhu na Ibrahim na Isa mwana wa Maryamu, na tulichukua kwao ahadi ngumu ili awaulize wa kweli juu ya ukweli wao.
na amewaandalia makafiri adhabu chungu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Ahzab imeteremka Madina. Sura hii imeanza kwa kumtaka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amche Mwenyezi Mungu na amtegemee yeye. Tena ikaingia kuzungumza juu ya masala ya watoto wa kupanga, na ikakataa kuwa hao wana wanaowalea kuwa ni watoto wao hasa, na ikataja mapenzi na utiifu wa Mwenyezi Mungu aliyowajibisha kwa ajili ya mtume wake, na heshima na kuwatukuza mamama wa waumini, yani wake za mtume. Na sura imeeleza ahadi aliyoichukua Mwenyezi Mungu kwa manabii kuwafikishe ujumbe, na ikafafanua habari za vita vya Ahzab, yani vita vya makundi, na hofu na misukosuko iliyokuwako, na vipi mwishowe waumini wakashinda na ahadi ya Mwenyezi Mungu ikatimia. Na sura hii ikashughulikia kutaja adabu ambazo zinawapasa wake za mtume kuzifuata na wajilazimishe nafsi zao kuzishika. Tena ikaangukia kuzungumza juu ya watoto wa kupanga, na ikavunja ada ya siku za kijahilia za ujinga ilipokuwa kuharimisha mtu kuoana na mwana wa kupanga ambaye kwa hakika ni halali yake. Na sura ikamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikamthibitishia aliyokuwa anastahiki, na ikahusia kustareheshwa na kumwacha kwa wema mwanamke anayepewa talaka kabla ya kuingia harusi, na ikamhusisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa imemhalilishia mwanamke aliyejitolea kuolewa naye, na ikasema wazi kuwa si halali kwake kuzidisha kuoa wanawake wengine baada ya hao 9 aliyokuwa nao. Kisha sura tukufu ikabainisha yanayowajibikia waumini kuyafuata wanapoingia nyumba za nabii kwa ajili ya kula na kuwa wakishawaende zao, na juu ya kuuliza wake zake nyuma ya pazia. Na sura ikawataka mamama wa waumini, yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, wateremshe mitandio yao juu ya vifua vyao. Na sura ikazungumza juu ya saa na vitisho vya kiyama, na ikatoa nasaha ya kumcha Mwenyezi Mungu na kusema maneno yaliyo sawa, na ikahitimishia kwa kutaja jukumu la Mwenyezi Mungu alilolibeba mwanadamu hali mbingu na ardhi na milima ilishindwa kulibeba. Kutokana na hayo, inaonekana kuwa makusudio muhimu kabisa ya sura hii ni maneno juu ya watoto wa kupanga, na kuivunja ada iliyokuwa imeenea wakati ule kuharimisha kuwaoa wana wa kupanga ambao ni halali kwao, na ihsani ya Mwenyezi Mungu kuwafanyia waumini kwa ushindi kuwashinda washirikina kama alivyoahidi, na kufafanua sharia aliwawekea Mwenyezi Mungu waumini wanapoingia nyumba za nabii sallallahu alaihi wasallam, na kuwaharimishia kuoa wake zake baada yake, na kuzipanga adabu mahsusi zilizowahusu mamama wa waumini, yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ewe nabii, endelea hivyo hivyo kama ulivyo kumcha Mwenyezi Mungu, wala usiyakubali mawazo ya makafiri na wanafiki. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa kuvijua, ni mwenye hikma katika kauli yake na vitendo vyake. Na kuacha wahi unaoteremka juu yako kutokana na Mola wako mlezi, anayekufunulia kwa wahi anazo habari hata za mambo madogo madogo unayoyatenda wewe na wanayoyatenda makafiri na wanafiki. Na wewe mwachilie mambo yako yote Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatosha kabisa kuwa ni mtegemewa wa kila jambo. Mwenyezi Mungu hakumjalia mtu yoyote kuwa na mioyo mbili ndani ya mwili wake, wala hakumfanya mke wa yeyote katika nyinyi kuwa ni mama yake, bali anaposema ati wewe kwangu mimi kama mgongo wa mama yangu, wala hakuwafanya watoto mnaowapanga kuwa ni wenenu, kuwa hakika ni wana wenu kwa nasaba. Hayo ya kuwafanya watoto wa kupanga kuwa ni wenenu ni kauli na utoka kwenye vinywa vyenu, wala hayana ukweli. Hapana hukumu yoyote inayotokana na hayo, na Mwenyezi Mungu anasema jambo hilo thibiti la hakika, na anakuongozeni mlifikie. Na yeye peke yake subhanahu ndiye anayeuongoa watu kwenye njia iliyo sawa. Wanasibishieni hawa watoto kwa baba zao hasa, hayo ndiye waadilifu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa hamwajui baba zao walionasibiana nao hasa,
basi hao ni ndugu zenu katika dini na rafiki zenu wa kuwanusuru. Wala nyinyi hamna dhambi ikiwa mmewanasibisha na watu wasiokuwa baba zao kwa kukosea, lakini inakuwa dhambi kwa mliokusudia kwa nyoyo zenu baada ya kushajua yaliyo. Na Mwenyezi Mungu anakusameheni kwa kukosea kwenu na anayekubali toba yenu kwa makosa mliokusudia. Nabii Muhammadi ni mwenye kustahiki zaidi urafiki kwa waumini na ana huruma zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. Basi yawapasa wao wampende na wamtii. Na wake zake ni mama zao kwa kuwatukuza na kuwaheshimu, na kuwa ni haramu juu yao kuwaoa baada yake. Na jamaa waliohusiana ni karibu zaidi kuliko waumini wenginewe na wahajiri waliohama Maka, kwa kurithiana wao kwa wao kama ilivyowajibika katika Kurani. Lakini inafaa kumfanyia wema mliofanya urafiki naye katika dini asiyekuwa jamaa yenu, kwa kuwapa wema na mapenzi au hata kumwalikia mali katika wasia. Hayo ya kurithiana jamaa waliohusiana yamethibiti katika kitabu cha Kurani, wala hayawezi kubadilishwa. Nakumbusha pale tulipofanya agano na manabii wote waliotangulia kuwatafikisha ujumbe na wito kulingana na dini iliyo sawa, na wewe na Nuhu na Ibrahimu na Musa na Isa bin Maryamu, na tukachukua kwao agano lenye shani kubwa, ili Mwenyezi Mungu awaulize manabii siku ya Kiyama juu ya walioambia kaumu zao, na yeye amewaandalia wenye kuwakataa mitume adhabu yenye kutia uchungu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Enyi mlioamini, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilio juu yenu pale alipokufikilieni majeshi nasi tukayapelekea upepo na majeshi msiyoyaona, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Walipokujieni kutoka juu yenu na kutoka chini yenu, na macho yalipokodoka na nyoyo zikapanda kooni, nanyi mkamdhania Mwenyezi Mungu dhana mbalimbali, hapo ndipo waumini walipojaribiwa na wakatikiswa mtikiso mkali. Na waliposema wanafiki na wale wenye maradhi katika nyoyo zao, Mwenyezi Mungu na mtume wake hawakutuahidi ila udanganyifu tu. Na kundi moja katika miongoni mwao liliposema, enyi watu wa Yathrib, hapana kukaa nyinyi, rudini. Na kundi jingine miongoni mwao likaomba ruhusa kwa mtume kwa kusema, hakika nyumba zetu ni tupu, wala hazikuwa tupu. Hawakutaka ila kukimbia tu. Na lau kuwa wangeliingiliwa kwa pande zote kisha wakatakiwa kufanya khiana, wangelifanya na wasingelisita ila kidogo tu. Na hakika walikwisha muahidi Mwenyezi Mungu kabla yake kwamba hawatageuza migongo yao, na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa. Sema, kukimbia hakukufaeni kitu ikiwa mnakimbia mauti au kuuawa, na hata hivyo hamtastareheshwa ila kidogo tu. Sema, ni nani wakukulindeni na Mwenyezi Mungu pindi akikutakieni uovu au akikutakieni rehma? Wala hawatapata mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawajua hao wanaozuilia na wanaowaambia ndugu zao, njooni kwetu, wala hawaingii vitani ila kidogo tu. Wanachoyo juu yenu, ikifika hofu utawaona wanakutazama na macho yao yanazunguka kama yule ambaye aliezimia kwa kukaribia mauti. Na hofu ikiondoka wanakuudhini kwa ndimi kali, nao ni mabakhili kwa kila la kheri, au hawakuamini. Basi Mwenyezi Mungu amevibatilisha vitendo vyao, na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Wanafikiri yale makundi ya maadui hayajaondoka, na yakija hayo makundi watatamani laiti wao wako majangwani pamoja na mabedui, wakiuliza habari zenu. Na lao wakiwa pamoja nanyi hawapigani ila kidogo tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Enyi mlioamini, zikumbukeni neema na fadhila za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu pale alipokujieni makundi katika siku ya Handaki, tukawapelekea upepo mkali wa kimbunga ubaridi na malaika ambao nyinyi hamwaoni, kikawaingia kiwewe katika nyoyo zao. Na Mwenyezi Mungu alikuwa mwenye kuviona vitendo vyenu na ukweli wa nia zenu, basi akaingia kukulindeni. Walipokujieni kutoka upande wa juu ya bonde na kutoka chini, na macho yakakodoka na nyoyo zikapanda mpaka kwenye koo kwa kufadhaika na kubabaika, na nyinyi katika wakati ule wa shida kubwa kila namna ya dhana zilikujieni juu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu. Si makusudio ya maneno haya kuwa maadui walikuja kutoka kila upande. Tukiangalia ufafanuzi wa tukio hili, inadhihirika kuwa makusudio ni kuwa waliokuja kutoka upande wa juu ya Waislamu ni kabila ya Ghatfan na waliofuatia katika wakazi wa Najdi, kwani wao walikuja pande za juu ya bara Arabu upande wa mashariki. Na inadhihirikia kuwa waliokuja upande wa chini ya waumini ni Makureshi, kwa sababu wao walikuja kutoka upande wa chini ya bara Arabu upande wa magharibi,
katika wakati ule waumini walifanywa mtihani ya kusubiri kwao juu ya imani, wakatikisika kwa hofu kwa mtikiso mkubwa. Nakumbuka shaka iliyowaingia wanafiki na wagonjwa wa nyoyo waliposema, ahadi aliyotupa Mwenyezi Mungu na mtume ni ahadi ya uongo, imekusudiwa kutudanganya tu. Nakumbuka waliposema kikundi cha wanafiki na ambao wanaoregarega, enyi watu wa Yathribu, yani Madina, hapana maana kubakia hapa nyinyi katika vita hivi vya kushindwa, rudini mwende makwenu. Na kundi jingine kati yao walimtaka ruhusa mtume warejee Madina, na wakasema, hakika nyumba zetu hazina ulinzi, hatuna budi kurejea tukazilinde, wala nyumba zao hazikuwa hatarini kabisa kama walivyosema. Hawakutaka ila kukimbia vita tu kwa udhuru wa uongo. Lau kuwa makundi ya majeshi ya maadui wangeliwaingilia Madina kwa kila upande, na wakawataka watangaze kuwa wameuacha Uislamu na wawapige vita Waislamu, bila shaka wangeliwakubalia yale waliotakiwa, na wala wasingelisita ila muda mfupi tu. Na hakika hawa wenye kukimbia kutoka midani ya vita walikwisha muahidi Mwenyezi Mungu kabla yake kuwa watasimama imara katika vita pamoja na mtume, na wala hawatakimbia. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa kwa yule mwenye kuitoa, na yampasa itimize. Waambie, kukimbia kukufaeni kitu ikiwa ndiyo mnakimbia mauti au kuwawa, maadamu ajali yenu imekushafika. Na ikiwa haijafika, basi hamtobaki mkistarehe katika dunia ila kwa muda wa umri wenu, nao ni mchache. Waambie hawa wanaobabaika, nani atake kulindeni na Mwenyezi Mungu akitaka kukuleteni shari, au atake kuzuieni msipate kheri, akitaka yeye kukurehemuni? Wala hawatapata badala ya Mwenyezi Mungu yeyote wa kuwalinda au kuwaokoa. Hakika Mwenyezi Mungu anawajua wanaozuilia miongoni mwenu, na wanaowaambia ndugu zao, unganeni nasi, wala hawaingii katika vita vinaposhtadi ila kidogo tu. Wanapupa juu yenu kwa kuonekana dhahiri inapokuwa hapana hofu. Na ikija hofu ya adui au ya mtume sallallahu alaihi wasallama, utawaona wanakuangalia na macho yao yanawazunguka, hawajitambui, kama hali ya mwenye kuzimia wakati wa sumbuko na kukaribia mauti. Na hofu ikiondoka, wanapita mpaka kukutukaneni na kukushutumuni kwa ndimi za kukata. Hao ni mabakhili kwa kila la kheri. Hao hawakuamini kwa nyoyo zao, japokuwa wametangaza kuwa ni Waislamu. Basi Mwenyezi Mungu amezibatilisha amali zao kwa ukafiri wao waliodhamilia, na kubatilisha huko ni jambo jepesi kwa Mwenyezi Mungu. Aya hii tukufu inaashiria ukweli wa kisayansi ambao ulikuwa haujulikani namna yake wakati wa kuteremka Kurani tukufu. Ukweli huo ni kuwa jicho wakati wa kukurubia mauti au wakati wa hofu huzunguka. Na katika sababu za hayo ni kuwa kwa shida ya hofu utambuzi hutoweka, ikawa mtu hajitambui. Vituo vya navo zisiyotambua katika ubongo hupoteza mizani yake. Basi huyo mwenye hofu kama mfano mwenye kuzimia kwa kukaribia kufa. Jicho lake huzunguka na mboni ya jicho hupanuka, na hubaki katika hali ya kukodoa macho mpaka kufa. Wanadhani hawa wanafiki kwamba majeshi ya makafiri yaliyoungana bado yapo pahali pao, wanaizinga Madina. Na hayo makundi ya maadui yakirejea tena, watatamani haoga laiti wangelikuwa wanaishi pamoja na wabedui huko majangwani, wakidondoa habari zenu. Na lau wakibaki kwenye kambi zao na wasikimbie, na majeshi mawili yakapambana, basi hata hivyo wasingepigana pamoja nanyi ila kidogo tu, kama kujionyesha na watajwa kuwa nao walikuwamo. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa anayemtaraji Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Na waumini walipoyaona makundi walisema, haya ndiyo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli, na hayo hayakuwazidishia ila imani na utiifu. Miongoni mwa waumini wapo watu waliotimiza walioahidiana na Mwenyezi Mungu. Baadhi yao wamekwisha kufa na baadhi wanangojea, wala hawakubadilisha hata kidogo, ili Mwenyezi Mungu awalipe wa kweli kwa sababu ya ukweli wao, na waadhibu wanafiki pindi akitaka au apokee toba yao. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Na Mwenyezi Mungu aliwarudisha nyuma makafiri juu ya ghadhabu yao, hawakupata kheri yoyote. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini katika vita, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na uweza. Na akawateremsha wale waliowasaidia katika watu wa kitabu kutoka katika ngome zao, na akatia hofu katika nyoyo zao. Baadhi yao mkawa mnawaua na wengine mnawateka. Na akakurithisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi msiyopata kuikanyaga. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Hakika nyinyi mna kiigizo kizuri kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa mwenye kutaraji rehema Mwenyezi Mungu na neema za siku ya mwisho, na akamkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi katika hofu na kutumai, na katika shida na katika neema. Na waumini walipoyaona makundi ya washirikina walisema, haya ndiyo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake zamani, kwani alituahidi tutapata shida na kisha tutapata ushindi. Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli. Taabu hizi basi hazikuwazidishia ila nguvu za kuamini Mwenyezi Mungu na uzuri wa kunyenyekea kwa hukumu yake. Miongoni mwa hawa waumini wapo watu waliomwahidi Mwenyezi Mungu kuwa watasimama imara mtume katika vita, na wakatimiza ahadi yao. Miongoni mwao wapo waliopata utukufu wa kufa mashahidi, na wengine wamebakia wahai wakingojea nao kupata utukufu huo, wala hawakuigeuza ahadi ya Mwenyezi Mungu waliojikatia juu ya nafsi yao, wala hawakugeuza chochote katika hayo, ili Mwenyezi Mungu apate kuwalipa waumini walio wakweli kwa sababu ya ukweli wao katika imani yao na kutimiza kwao ahadi walioitoa, na waadhibu wanafiki pindi akitaka au amwezeshe alielekea kufikia toba. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa kukubali toba, mwenye kurehemu kwa kusamehe maasi.
Mwenyezi Mungu akawarudisha nyuma makafiri waliojiunga makundi kumpinga mtume, na nyoyo zao zimejaa chuki. Hawakupata kheri yoyote kwa ushindi wala ngawira. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini wasipate mashaka kwa kuwapatiliza wale makafiri kwa upepo na malaika. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza wa kutimiza litakalo, ni mwenye nguvu, hapana wa kumshinda. Na Mwenyezi Mungu aliwateremshia wale wasaidia makundi ya maadui katika watu wa kitabu, nao ni Mayahudi wa Bani Quraidha, kutokana na ngome zao walipokuwa kijilinda ndani yake, na akaingiza katika nyoyo zao kitisho. Wengine mkawa mnawaua, nao ni wanaume, na wengine mnawachukua mateka, nao ni wanawake na watoto. Na akakuridhisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi ambazo nyayo zenu hazijapata kuzikanyaga kabla yake. Na Mwenyezi Mungu subhanahu ni mweza wa kutimiza kila alitakalo. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Ewe nabii, waambie wake zako, ikiwa mnataka maisha ya dunia na pambo lake, basi njoni, nitakupeni kitoka nyumba na kukuacheni mwachano mzuri. Na ikiwa mnamtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake na nyumba ya akhera, basi Mwenyezi Mungu amewaandalia wafanyao mema miongoni mwenu malipo makubwa. Enyi wake wa nabii, atakayefanya uchafu dhahiri miongoni mwenu atazidishiwa adhabu mara 2, na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Na miongoni mwenu atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na akatenda mema, tutampa malipo yake mara 2 na tutamwandalia riziki ya ukarimu. Enyi wake wa nabii, nyinyi si kama yeyote katika wanawake wengine. Kama mnamcha Mungu, basi msiregeze sauti zenu akaingia tamaa mwenye maradhi katika moyo wake. Na semeni maneno mema. Na kaeni majumbani mwenu, wala msijishaue kwa majishauo ya kijahilia ya kizamani. Na shikeni sala na toeni zaka na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, enyi watu wa nyumba ya mtume, na kukusafisheni barabara.
na kumbukeni yasomwayo majumbani mwenu katika aya za Mwenyezi Mungu na hikma. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo ya siri na mwenye habari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie wake zako kwa kuwanasihi, ikiwa mnataka maisha duniani na starehe zake, basi jongeni, nitakupeni cha kupunguza upweke wa talaka, itakuwa ni tuza yenu, na nitakupeni talaka isiyo na uovu ndani yake. Na ikiwa mnakhiyari mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na neema za nyumba ya akhera, na mnaridhi maisha magumu mlio nayo hivi sasa, basi hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia mfano wenu nyinyi miongoni mwa wanawake waliowema kwa vitendo vyao, ujira ambao haukadiriki. Enyi wake wa nabii, miongoni mwenu mwenye kufanya makosa yaliyodhahiri ubaya wake, basi juu ya adhabu yake zinaongezwa adhabu 2, ili iwe adhabu 3 kwa kulinganisha na mwenziwe, na kuongeza huko kwa Mwenyezi Mungu ni kwepesi. Na katika nyinyi mwenye kudumu juu ya kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na mtume wake, na akatenda mema, Mwenyezi Mungu atampa ujira mara 2, na tumemwandalia kwa akhera riziki ya kipimo kizuri. Enyi wake wa mtume, nyinyi si kama wanawake wengine kwa fadhila na utukufu. Kama mnataka ucha Mungu, basi msizungumze kwa maneno ya kurejeza sauti, hata ambaye ana uharibifu katika moyo wake akenja tamaa. Kusema kwenu kuwe kama kawaida, siyo kujitia. Na kaeni nyumbani kwenu, wala msitoke ila kwa haja, wala msidhihirishe uzuri wenu na mapambo yenu kwa wanaume pale mnapotoka, kama walivyokuwa wakifanya watu wa ujahili wa zamani. Na timizeni swala kwa ukamilifu, na toweni zaka, na fuateni amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakika Mwenyezi Mungu anataka kwa yote anayokuamrisheni na kukatazeni mpate utukufu na heshima, ili muondokewe na madhambi na maasiya. Enyi ahlil baiti nabii, watu wa nyumba ya nabii, na kusafisheni kwa usafi usiokuwa na shaka. Na hifadhini yanayosomwa katika nyumba zenu ya Kurani aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu, na hikima zilizo sawa za mtume Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua mambo yaliyozama ndani kabisa na ya hakika yake. Basi tahadharini na kwenda kinyume naye na kumwasi mtume wake. innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.
وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake na waumini wanaume na waumini wanawake na watiifu wanaume na watiifu wanawake na wasema ukweli wanaume na wanawake na wanaosubiri wanaume na wanawake na wanyenyekevu wanaume na wanawake na watoao sadaka wanaume na wanawake na wanaofunga wanaume na wanawake na wajihifadhi tupu zao wanaume na wanawake na wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha na ujira mkubwa. Haiwi kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi. Na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemneemesha nawe ukamneemesha, shikamana na mkeo na mche Mwenyezi Mungu, na ukaficha nafsini mwako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyafichua, nawe ukawachelea watu, hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi kumchelea. Basi zaidi alipokwisha haja naye tulikuoza wewe, ili isiwe taabu kwa waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga watapokuwa wamekwisha timiza nao shuruti za talaka. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa. Hapana ubaya kwa nabii kufanya aliyomhalalishia Mwenyezi Mungu. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa waliopita zamani. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudra iliyokwisha kadiriwa. Waliokuwa wakifikisha risala za Mwenyezi Mungu na wanamwogopa yeye, na wala hawamwogopi yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndiye atoshai kuhisabu. Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Hakika wenye kutii miongoni mwa wanaume na wanawake, na wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wanaume na wanawake, na wenye kusimama kwa utiifu wanaume na wanawake, na walio wa kweli katika kauli zao na vitendo vyao katika wanaume na wanawake, na wenye kusubiri katika kubeba mashaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake, na wenye nyekevu kwa Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake, na wenye kuzihifadhi tupu zao kwa yasiyokuwa halali wanaume na wanawake, na wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi katika mioyo zao na ndimi zao wanaume na wanawake, Mwenyezi Mungu amewaandalia kuwasamehe madhambi yao na kuwalipa malipo makubwa kwa vitendo vyao. Haimjuzi muumini mwanamume au mwanamke kuwa na hiari katika jambo lolote baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake wakishalihukumia. Na mwenye kwenda kinyume na alivyohukumu Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi amejitenga mbali na njia iliyo sawa kwa umbali ulio dhahiri. Nakumbuka pale ulipomwambia Zaidi bin Haritha, ambaye Mwenyezi Mungu amemneemesha kwa kumwongoa kwenye Uislamu, na wewe ukamneemesha kwa kumlea na kumkomboa utumwani, shikamana na mkeo Zainabu binti Jashi, na umche Mwenyezi Mungu na vumilia kukaa naye. Na wewe ulikuwa unaficha nafsini mwako ambayo Mwenyezi Mungu atakujadirisha, yani kuwa yeye atampa talaka na wewe utakuja muoa. Na wewe ukahofu watu wasije kukulaumu,
na Mwenyezi Mungu ndiye anastahili umhofu, japokuwa hayo ni mashaka juu yako. Basi zaidi alipokwisha haja naye na akampa talaka kujiondolea dhiki ya kuishi naye, tukakuoza wewe ili iwe ni chanzo cha kuvunja ada iliyo mbovu. Baada ya hayo hapana ubaya tena kwa Waislamu kuoa waliokuwa wake za waliokuwa wamewapanga utoto baada ya kwisha usaliki, na amri ya Mwenyezi Mungu aitakayo ni lazima iwe bila pingamizi. Nabii hana makosa kutenda kitendo alichomwamrisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka mwendo huo kwa manabii waliotangulia, kuwa wasipige marufuku walichohalalishia na akawakujulia, na amri ya Mwenyezi Mungu ni kupitisha alichopitisha na hukumu iliyothibiti. Manabii hao ndio wanafikishia watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu kama tulivyoteremshia, nao wanamhofu yeye wala hawamhofu yeyote asiyekuwa yeye, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa yeye ndiye mwangalizi mwenye kuhisabu. Muhammadi si baba wa yeyote katika wanaume wenu, hata iwe ni haramu kwake kumwoa mtalaka wake, lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mwenye kuhitimisha manabii wote. Juu yake ni kufikirisha ujumbe kama alivyomwamrisha Mola wake mlezi bila ya kumchilia yeyote, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من
تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Enyi mlioamini, mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru, na mtakaseni asubuhi na jioni. Yeye na malaika wake ndio wanakurehemuni ili kukutoweni gizani mwende kwenye nuru, naye ni mwenye kuwarehemu waumini. Maamkiano yao siku ya kukutana naye yatakuwa salama, na amewaandalia malipo ya ukarimu. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji, na mhitaji kumwendea Mwenyezi Mungu kwa idhini yake na taa yenye kutoa nuru. Na wabashirie waumini ya kwamba wana fadhila kubwa inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala usiwatii makafiri na wanafiki, na usijali udhia wao. Nawe mtegemee Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mtegemewa. Enyi mlioamini, mkiwaoa wanawake waumini kisha mkawapa talaka kabla ya kuwagusa, basi hamna eda juu yao mtakayohisabu. Basi wapeni cha kuwaliwaza na muawache kwa kuachana kwa wema. Ewe nabii, tumekuhalalishia wake zako uliowapa mahari yao na uliowamiliki kwa mkono wako wa kulia katika aliyokupa Mwenyezi Mungu, na mabinti ya ami zako, na mabinti wa shangazi zako, na mabinti wa wajomba zako, na mabinti wa dada za mama yako waliohama pamoja nawe, na mwanamke muumini akijitoa mwenyewe kwa nabii, kama mwenyewe nabii akitaka kumwoa, na halali kwako wewe tu, si kwa waumini wengine. Sisi tunajua tuliowafaridhia wao katika wake zao na wanawake iliyowamiliki mikono yao ya kulia, ili isiwe dhiki kwao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Unaweza kuakhirisha zamu kwa umtakaye katika wao, na umsogeze umtakaye, na kama ukimtaka yule uliyemtenga, basi vibaya kwako. Kufanya hivi kutapelekea yaburudike macho yao, wala wasihuzunike, na wawe radhi juu ya kile unachowapa wao wote. Na Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo nyoyoni mwenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Baada ya hawa hakuhalaliki wewe wanawake wengine, wala kuwabadilisha kwa wake wengine, ingawa uzuri wao ukikupendeza, isipokuwa yule uliyemmiliki kwa mkono wako wa kulia, na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enyi ambao mmeamini, msifuni Mwenyezi Mungu kwa namna mbalimbali za sifa, na mfanye hayo kwa wingi, na mtakaseni na kila kisichokuwa laiki naye mwanzo wa mchana na mwisho wake. Na yeye ndiye aliyekuahidini kukupeni rehema yake na upole wake, na malaika wake wanakuombeni maghfira na uongofu, ili Mwenyezi Mungu akutoweni kwenye giza la ukafiri na upotovu, mwende kwenye nuru na utiifu. Na Mwenyezi Mungu hakika ni mkuu wa kuwarehemu waumini. Maamkio yao siku watakapokutana naye ni amani na salama kwao, na amewatengezea kwa vitendo vyao ujira wa ukarimu utakaowaonyesha fadhila zake. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma kwa watu wote wapelekee ujumbe wa Uislamu, ushuhudie haki na wabashirie waumini kwamba watapata kheri na thawabu, na waonye makafiri kuwa watapata mwisho mwovu. Na umetumwa uwe ni mwenye kuwaita viumbe vyote vimwendee Mwenyezi Mungu kwa amri yake,
na uwe ni taa ya uongofu kuwaongoa kwa nuru yake waliopo katika kiza cha shaka. Na wabashirie waumini kwamba watapata kheri kubwa ya kuzidi katika dunia na akhera. Na wala usiwafuate makafiri na wanafiki, wala usijishughulishe na maudhi yao. Na mfanye Mwenyezi Mungu ndiye wakili wako wa kumtegemea kukulinda na madhara yao na shari zao. Na Mwenyezi Mungu anakutosha kabisa kuwa ndiye mtegemewa kukukifia na kukukinaisha. Enyi mlioamini, mkifunga ndoa na wanawake waumini kisha mkawafariki kabla hamjawaingilia, basi haiwalazimu eda wao mkawa mnaihisabu. Basi wapeni kitu katika mali kwa kuwapoza, na mwatowe majumbani kwenu bila kuwaletea madhara yoyote. Ewe nabii, hakika sisi tumekuhalalishia wake zako uliowapa mahari, na tumekuhalalishia wajakazi uliowamiliki mkono wako wa kulia katika aliyokuneemesha Mwenyezi Mungu. Na tumekuhalalishia kuwaoa mabinti ami zako, na mabinti wa shangazi zako, na mabinti wa wajomba zako, na mabinti wa dada, yani ndugu wa kike wa mama yako waliohama nawe. Na tumekuhalalishia mwanamke muumini akijitolea nafsi yake bila ya mahari, nawe ikawa unataka kumwoa na umempenda. Kujitolea huku ni kwako wewe tu na si kwa waumini wengine. Kwao haifai hivyo. Tunajua hukumu tulizowafaradhia waumini kwa wake zao na wajakazi wao, na tuliokuruhusu wewe si wao, ili siwe dhiki juu yako kwa tuliokuhukumia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe madhambi ya waja wake, mwenye kuwarehemu kwa ukunjufu. Unaweza kumwakhirisha mtakaye katika kugawa zamu, na ukamjiongeza mtakaye, na kumtaka uliyemwakhirisha zamu yake hapana lawama juu yako. Hivyo kuachiliwa utakavyo wewe karibia zaidi kupelekea furaha yao, na baada ya kuwahuzunikia, na wao wote wawe radhi kwa uliyowapa. Na Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zenu, ya kuudhika au kuridhika kwa aliyokufanyeni sharia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani, mpole, hafanyi papara kwa adhibu. Hawakuhalaliki wanawake wengine baada ya hawa, wala kuwapa talaka kwa ajili ya kuwabadilisha kwa wengine watakao, hata ukikupendeza kwa uzuri wao. Lakini Mwenyezi Mungu amekuhalalishia wajakazi uliowamiliki kwa mkono wako, na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu na anakihifadhi. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساء
ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Enyi mlioamini, msiingie nyumba za nabii ila mpewe ruhusa kwenda kula, siyo kungojea kiwive. Lakini mtakapoitwa basi ingieni, na mkishakula tawanyikeni, wala msiweke mazungumzo. Hakika hayo yanamuudhi nabii na yanakustahini, lakini Mwenyezi Mungu hastahi kwa jambo la haki. Na mnapowauliza wakeze haja, waulizeni nyuma ya mapazia. Hivyo ndiyo usafi zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao. Wala haikufalieni kumuudhi mtume wa Mwenyezi Mungu, wala kuwaoa wake zake baada yake kabisa. Hakika jambo hilo ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mkidhihirisha chochote kile au mkikificha, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Hapana ubaya kwao kuonana na baba zao wala watoto wao wala ndugu zao wala watoto wa ndugu zao wanaume wala watoto wa ndugu zao wanawake wala wanawake wenzao wala wale iliyowamiliki mikono yao ya kulia. Na enyi wanawake, mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii. Enyi mlioamini, msalieni na mumsalimu kwa salamu. Hakika wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu amewalaani duniani na akhera, na amewaandalia adhabu ya kufedhehi. Na wale wanaowaudhi waumini wanaume na wanawake pasina wao kufanya kosa lolote, bila ya shaka wamebeba dhulma kubwa na dhambi zilizo dhahiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Enyi mlioamini, msiingie nyumba za nabii ila kwa idhini yake, kwa ajili ya kwenda kula chakula, bila ya kwenda kungoja wakati mpaka kitakapokuwa tayari. Lakini mtume akikuiteni basi ingieni, na mkishakula ondokeni, wala msikae baada yake mkijizoeza mazungumzo nyinyi kwa nyinyi. Kwani hakika kuingia bila idhini yake na kukaa muda mrefu baada ya kushakula unamuudhi nabii, naye anakustahini hawezi kukutakeni mtoke. Lakini Mwenyezi Mungu mtukufu hana la kumzuia asitangaze haki kama wanavyozuilika na viumbe. Na mtakapowauliza wake za nabii sallallahu alaihi wasallam haja yoyote, basi waulizeni nyuma ya mapazia. Hivyo ni usafi bora kwa nyoyo zenu na nyoyo zao zisiingiwe na uchochezi wa shetani. Na haikufalini nyinyi kumuudhi mtume wa Mwenyezi Mungu, wala kuwaoa wake zake baada yake milele, kwa sababu ya heshima yake na yao. Hakika jambo hilo ni dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Yanarejea maelezo ya kielimu juu ya aya 2:58 na 59 Suratul Nur katika yaliyohusu adabu za kuzuru. Mkidhihirisha walau kidogo katika mambo yanayomuudhi, au mkikificha katika vifua vyenu, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Hapana dhambi kwa wakweze nabii wakitojificha kwa baba zao au watoto wao au ndugu zao au watoto wa ndugu zao wa kiume au watoto wa ndugu zao wa kike au wanawake waumini wenginewe au watumwa waliowamiliki, kwa sababu ya shida ya kuwahitajia kwa matumishi. Nanyi wanawake, mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo aliyokuamrisheni, wala msipindukie mipaka yake, kwani yeye hakika anajua kila kitu,
hapana kilichofinikana kwake. Hakika Mwenyezi Mungu anamrehemu nabii wake na yuradhi naye, na malaika wanamwombea yeye. Enyi mlioamini, msalieni na mumsalimu kwa salamu. Hakika wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuwapinga na kuchochea watu wawakatae, Mwenyezi Mungu amwafukuza kwenye rehema yake duniani na akhera, na amewaandalia adhabu itayowavunja kiburi chao. Na wanaowaudhi waumini wanaume na wanawake kwa maneno, vitendo, bila ya wao kufanya makosa yoyote, hao basi wamebeba migongoni mwao mzigo wa ule uongo wao, na inakuwa wametenda dhambi iliyo dhahiri ubaya wake. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ewe nabii, waambie wake zako na binti zako na wake za waumini wajiteremshie nguo zao, hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulikana wasiudhiwe, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Kama wanafiki na wale wenye maradhi nyoni mwao na waenezao fitna katika Madina hawatoacha, basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao, kisha hawatakaa humo karibu yako ila muda mchache tu. Wamelaanika, popote watakapoonekana watakamatwa na watauliwa kabisa. Hii ni ada ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa kwa wale waliopita zamani, wala hutapata mabadiliko katika ada ya Mwenyezi Mungu. Watu wanakuuliza habari ya saa, sema ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu, na nini kitakujuvya? Pengine hiyo saa iko karibu. Hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na amewaandalia moto na uwaka kwa nguvu. Watadumu humo milele, hawampati mlinzi wala wa kuwanusuru. Siku ambayo nyuso zao zitapinduliwa katika moto, watasema laiti tungelimtii Mwenyezi Mungu na tungelimtii mtume. Na watasema Mola wetu mlezi, hakika sisi tuliwatii bwana zetu na wakubwa wetu, nao ndio waliotupoteza njia. Mola wetu mlezi, wape wao adhabu mara mbili na uwalaani laana kubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
waambie wake zako na binti zako na wake wa waumini wateremshe nguo zao juu ya mili yao, na wakivaa namna hii ni afadhali na wanaelekea zaidi kujulikana, na kwa hivyo wasipate kuudhiwa. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kumrehemu mwenye kuacha madhambi yake. Ninaapa, ikiwa hawataacha hao wanafiki na wenye maradhi katika nyoyo zao na wanaoeneza habari za uongo katika Madina, hapana shaka nitakusalitisha juu yao, kisha hawatabakia kuwa karibu yako ila kwa muda mchache tu. Hao wanastahiki laana na kufukuzwa kila watakapopatikana wakamatwe na wauliwe moja kwa moja. Mwendo wa Mwenyezi Mungu mtukufu tangu zamani kwa waliokuwa wakiwafanyia unafiki manabii na mitume na wakiasi ni kuwa huuawa kila wanapokutikana, wala mwendo wa Mwenyezi Mungu haugeuki. Watu wanakuuliza lini itasimama saa ya kiyama. Waambie hao, hakika ujuzi wa wakati wake uko kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na nini kitakujuvya? Pengine wakati wa kusimama saa ya kiyama upo karibu. Hakika Mwenyezi Mungu amewafukuza makafiri kwenye rehema yake, na amewatengenezea moto mkali mno. Hawatatoka humo kabisa, hawatampata wa kuchukua dhamana ya kuwahami wala kuwatetea. Siku zitakapogeuka nyuso zao motoni kutoka hali hii kwenda hali hiyo, wakisema kwa majuto, laiti kuwa sisi tulimtii Mwenyezi Mungu hatungelimtii mtume. Na watasema, Mola wetu mlezi, hakika sisi tuliwafuata maraisi wetu na wakubwa wetu katika kukataa wewe na mtume wako, na wao ndiyo wakatutenganisha mbali na njia iliyonyoka. Mola wetu mlezi, wajalie adhabu yao iwe marudufu, na uwafukuze kwenye rehema yako kabisa kwa kadri ya madhambi yao na makosa yao. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Enyi mlioamini, msiwe kama wale waliomtaabisha Musa, lakini Mwenyezi Mungu akamtakasa na walioyasema, naye alikuwa mwenye heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawa sawa, apate kukutengenezeni vitendo vyenu na kusameheni madhambi yenu. Na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake bila shaka amefanikiwa mafanikio makubwa. Kwa hakika sisi tulikadimisha amana kwa mbingu na ardhi na milima, na vyote hivyo vikakataa kuichukua na vikaogopa, lakini mwanadamu akaichukua. Hakika yeye amekuwa dhalimu mjinga. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, na washirikina wanaume na washirikina wanawake, na anawapokelea toba waumini wanaume na waumini wanawake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Enyi mlioamini, msimuudhi nabii kwa namna yoyote ya udhia kama wale waliomudhi Musa katika kaumu yake.
na mwenyezi mungu akamtoa makosani na akamsafisha na hayo waliomzulia. Na musa mbele ya mwenyezi mungu alikuwa ni bwana mwenye hadhi. enyi mlioamini, iogopeni adhabu ya mwenyezi mungu mkimuasi, na semeni maneno yaliyosimama sawa yasiyokwenda upogo, apate kukuwezesheni kutenda mema na azifute dhambi zenu. Na mwenye kumtii mwenyezi mungu na mtume wake, basi huyo amepata kufuzu kukubwa kwa kuepuka adhabu na kupata thawabu. Sisi kwa hakika tulizitaka mbingu na ardhi na milima zichukue dhamana, nazo zikakataa kuichukua na wakaiogopa. Lakini mwanadamu aliichukua. Hakika yeye amekuwa ni mkubwa wa kujidhulumu nafsi yake kwa kutojua jukumu la kuchukua huko, ili mwenyezi mungu awaadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake, na mwenyezi mungu apate kukubali toba za waumini wanaume na waumini wanawake. Na mwenyezi mungu ni mwingi wa maghfira, mwingi wa rehema.